Sasa hivi hatuna mpango wa kutoa hisa zaidi kwa jamii, yani public, kuissue new stock. Kwa maana kwamba hisa ambazo zipo zimenunuliwa na wawekezaji zitaendelea kuwa hizo ambazo zipo. Kama wanauza kununua, zitakuwa zile ambazo zipo. Benki kwa sasa haina mpango wa kutoa nafasi tena ya kukaribisha wawekezaji wapya, kwa maana ya kutoa new stock, kwa sababu tuna mtaji wa kutosha kutekeleza ile mipango tulionayo ya uendelezaji wa benki hii. Kikubwa tunachokifanya sasa ni kuelekeza nguvu zetu kwenye kuleta wateja, kusajili wateja wengi, kwa sababu benki ya biashara ni wateja, na wateja ndio wanakupa kama ni gari ndio unapata fuel, ndio unapata petroli. Petroli ni ukwasi, na ukwasi ni wanachama, ni wateja. Kwa hivyo mikakati yetu ipo kwenye sasa kusajili wateja wengi kadri inavyowezekana, ili tupate nafasi ya kuwa na ukwasi wa kutosha kuendesha biashara hii kwa faida. Na wakati ukifika tukihitaji sasa kwenda stage nyingine, hatua nyingine ya uwekezaji, wakati huo tunaweza tukaangalia sasa namna mbalimbali za kupata mtaji mpya zaidi ya mtaji ambao unatokana na faida na kurudisha kwenye uwekezaji. Sasa wakati huo tutakuwa na mikakati ambayo itaendana na wakati huo, lakini kwa sasa hatuna mpango wa kutoa nafasi ya wawekezaji wapya kuingia benki hii. Sasa nini maana ya mafanikio haya tuliyopata kwa uchumi? Kwanza, kama tunavyofahamu, tuanze na kile ambacho tunafahamu wote: ukipata faida unalipa kodi. Hiyo bilioni 17 tunalipa takriban 30% kama kodi. Kwa hivyo faida baada ya kodi, toa 30%, hapo utapata ni kiasi gani. Kwa hivyo tumetoa mchango kwenye kuendeleza taifa kwa kulipa kodi. Lakini kama tunavyofahamu, taasisi kama hii ina wategemezi wengi. Sisi tunafanya kazi takriban 200. Nafikiria average size ya familia wa Tanzania, kila mmoja ana watu 5, 6, 7 na wengine mpaka 10 nyuma yao, sio? Kwa hivyo tuna hiyo impact kwenye society economically, lakini socially vile vile tunasaidia sekta mbalimbali, makundi mbalimbali kwenye kusupport hapa na pale. Na kikubwa zaidi, tunatoa mchango mkubwa sana kwenye juhudi za kuhakikisha kwamba huduma za kibenki zinafikia Watanzania. Na huu ndio mkakati ambao taasisi zote za kibenki au za kifedha kwa maana hiyo zinatakiwa zilenge. Tunahitaji kuwa na Watanzania ambao kila mmoja anatumia benki au anatumia chombo cha fedha. Tukifanya hivyo, tutakuwa na pesa ziko ndani ya uchumi, kwa maana kwamba ziko kwenye mzunguko. Mabenki na vyombo vya fedha vinaweza vikazichukua zikawekezwa na kadhalika. Na tunajua wote kwamba kila mtu kwenye biashara yake anasema riba kubwa, riba kubwa, riba kubwa. Lakini riba kubwa kwa sababu gani? Riba kubwa kwa sababu vyombo vya fedha havina nafasi au fursa ya kupata ukwasi wa kutosha na wa bei nafuu kadri wanavyotamani, kwa sababu bado tuna sehemu kubwa sana ya jamii yetu ambayo pesa tunaweka ndani. Na kwa hivyo kwa kuendeleza au kuunga mkono juhudi mbalimbali za serikali na makundi mbalimbali ya kuleta karibu huduma za kifedha, tutaweza kukomboa watu wetu au uchumi wetu, kuhakikisha kwamba miundombinu ya fedha, huduma za kifedha zinafikia watu wengi. Na hivyo tukipata ukwasi wa kutosha, tutaweza sasa kutoa mikopo kwa wale ambao wanahitaji mikopo, lakini hata huduma za kibenki zitakuwa rahisi kwa sababu tutakuwa na ukwasi, na kwa hivyo gharama za uendeshaji wa mabenki zitakuwa chini, na kwa hivyo hata riba inayokwenda kwa walaji, watumiaji, wakopaji itakuwa chini, na kwa hivyo tunaleta ukombozi wa uchumi na watu kwa ujumla. Kwa hivyo kama Mkombozi Bank nilisema tunaendelea kufungua matawi, maana yake tuna kwenda karibu na watu zaidi. Nimesema tunaendelea kuwa na wakala, maana yake tunakwenda karibu na watu zaidi. Tuna takriban wateja wa benki hii tunakwenda kwenye karibu 100,000 wateja wa benki ambao wana huduma mbalimbali, wengine wana huduma 2, 3 na kadhalika. Lakini nia sasa ni kuhakikisha kwamba tunaponoa wigo, tunakwenda kwa wengi kadri itakavyowezekana, ili kuweza kuleta ukombozi wa kiuchumi
ambao tunaamini kama benki kwamba ni muhimu sana ili kupata ukombozi wa kiroho. Uweze kuhubiria mtu mwenye njaa kusikiliza, sio? Yeah. Soko la hisa maana yake nini? Soko la hisa maana yake ni kwamba mwenye hisa Mkombozi Bank, mwenye hisa taasisi nyingine, anapata nafasi ya kupeleka utajiri wake au hisa zake sokoni. Ni kama gulio vile. Kwa hivyo kinachoendelea kule sokoni hakimuhusu tena Mkombozi Bank, kwa sababu Mkombozi Bank alitoa hizo hisa kwa wamiliki wakati ule ambapo aliwakaribisha wamiliki kuwekeza. Baada ya hapo unakuwa na nafasi ya kuuza hisa yako ambayo unayo Mkombozi Bank, au kununua zaidi kutoka kwa wale ambao wanataka kuuza, au kununua kutoka kwenye taasisi nyingine ambayo imesajiliwa kwenye soko la hisa na mitaji. Kwa hivyo bei ya hisa ya taasisi yoyote ambayo iko kwenye soko inaongozwa na nguvu ya soko. Nguvu ya soko ya uhitaji na ugavi, demand na supply. Sasa kama kuna uhitaji mkubwa, ugavi ni mdogo, maana yake bei inakuwa kubwa. Hiyo ni kanuni ya uchumi ambayo ni ya kawaida tu, rahisi. Hata sokoni iko hivyo, sio? Ukipeleka nyanya sokoni, kama wauzaji mko wachache na wahitaji wako wengi, wauzaji mnaweza mkapandisha bei kwa sababu wahitaji ni wengi. Na kinyume chake pia ndivyo, bei inakwenda chini. Kwa hivyo hizo ndio nguvu ambazo zinatumika sokoni. Na hizo hazina ushawishi wa moja kwa moja na taasisi ambayo inamiliki ilitoa hizo share, kwa sababu hatuzimiliki tena. Lakini kuna vitu ambavyo vinasukuma bei kwenda, na hizo ndio zile tunasema matamanio ya uwekezaji. Mfano, mwekezaji umetamani kuwekeza ili upate faida kwa maana ya gawio, sio? Kwa hiyo taasisi ikifanya vizuri ikatoa gawio, na maana bei yako inashawishi bei yako iwe kubwa, kwa sababu wengi watazikimbilia, si ndio? Na wewe ambaye unayo utaiuza kwa bei kubwa, kwa sababu unajua taasisi yangu inafanya vizuri, kuna gawio, kwa hiyo naweza mkaiuza nikapata mtu ambaye anataka kuinunua kwa bei kubwa. Kwa hivyo sisi tunabaki jikoni, kazi yetu ni kupika. Kupika tunafanya nini? Kupika, kutengeneza thamani ya taasisi yetu kama benki. Sasa katika mchakato huo unakuta pia kwamba na thamani ya hisa inakuwa kubwa kwa sababu inatamaniwa na wengi. Sasa kuna nguvu zingine ambazo pia zipo kwenye masoko haya kutegemea na wawekezaji wanafikiria au wa matamanio gani. Maeneo mengine ya dunia uwekezaji si tu kupata gawio. Uwekezaji pia ni pamoja na kujihusisha na taasisi. Kuna mtu ambaye atawekeza Mkombozi Bank kwa sababu ni benki inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Hivyo tu. Hata sipota gawio, anataka kwa sababu yeye anataka kujihusisha na taasisi ambayo ni ya kidini. Au mwingine anataka kujihusisha na taasisi ambayo inafanya shughuli fulani kutokana na interest za watu. Kwa hivyo zipo nia nyingi ambazo zinasababisha hisa inakuwa na thamani au inahitajika sokoni. Lakini kwa mazingira yetu, wawekezaji wetu wa upande huu wa dunia, tuseme upande huu wa dunia, sisi Waswahili na wengine tunawekeza tupate gawio. Na ndio maana ukisikia taasisi ambayo imetangaza gawio, utaona tabia ya hisa zake kwenye soko zinapanda, kwa sababu wengi ambao wanataka kununua ni wale ambao wanategemea sasa kutakuwa na gawio hilo, au wakati mwingine kutakuwa na gawio na kadhalika. Sasa kwa benki yetu najua hisa zetu zimekuwa zikicheza kwenye shilingi 4,500 hapo mpaka shilingi 4,700 na 800 na 900, inategemea. Kilichotokea jana na leo kwenye soko huwa vinatofautiana, na kwa hivyo kwa wale ambao ni wawekezaji wanataka kununua kutoka kwenye hisa, soko la hisa, mara nyingi wanashauriwa wapitie washauri wao ili waweze kuwapa ushauri zaidi wa kufanya kitu gani. Sasa sehemu yako ya pili ya ulichokisema kuhusu athari za bei za hisa kwenye soko la dunia na kadhalika, kwa taasisi ambazo ni loko kama Mkombozi Bank na zingine ambazo zinafanya kazi kwenye mazingira haya, nguvu za kidunia zinaathiri, lakini sio kwa kiasi kubwa kama ungekuwa na taasisi ambayo pengine inajihusisha na biashara ya kimataifa na kadhalika, ambayo kukiwa na changamoto duniani huko, basi na taasisi hiyo inaathirika kiutendaji na mambo kama hayo. Lakini kwa sisi kama Mkombozi Bank tunaamini kwamba utendaji wetu, kwa sababu uko ndani ya Tanzania, basi mambo yale ambayo yanahusu sisi Tanzania ndio yataathiri, lakini sio mambo yanatoka dunia kwa kiasi kubwa.